Lengo kubwa la neno la Mungu ni kukuathiri uwezo wako wa kufikiria na uwezo wako wa kutenda. Ninaamini kabisa siku hizi 3 zitakuwa zimeachilia jambo fulani maishani mwako. Na leo ikiwa ni siku ya 3, ni siku yako ya uambukizo. Bwana Yesu asifiwe. It is your day of impartation. Tunaweza tusiweze kufundisha mambo yote tunayofahamu. Time is limited. Muda una mipaka. Lakini katika ulimwengu wa roho mambo yanaweza kawa compressed na unaweza kaingiziwa. Maandiko yanatuambia na Yoshua alikuwa amejaa roho ya hekima kwa sababu Musa mtumishi wa Mungu aliweka mikono yake juu yake. Na Paulo anasema natamani sana niwaone ili nipate kuambukiza neema ya Mungu ambayo katika hiyo mpate kuimarika. So kuna mambo ambayo tunaweza kufundisha kwa notes, lakini kuna mambo ambayo unaambukizwa kwa upako wa Roho Mtakatifu. Na moja ya njia ya uambukizo ni kupitia maneno. Unaposikiliza maneno, roho inakuingia. Na ile roho inapokuingia, mambo ambayo hukuyajua, mambo ambayo ni zaidi ya uliojifunza, unaanza kuyaelewa. Ezekiel anasema kwenye Ezekiel sura ya 2, 1 na 2, anasema naye aliposema nami, roho akaniingia na akanisimamisha. Kuna mambo mengine ambayo ya kusema nami nikaanza kuyaelewa. So anytime unapojikuta kwamba muda hautoshi na ya kujifunza ni mengi, omba neema ya kuambukizwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuambukizwa roho ya watumishi wa Mungu walioko mahali hapa. Naweza nisiweze kujifunza kila kitu ambacho kimefanyika hapa MTBC kwa miaka zaidi ya 10 iliyopita, lakini naweza nikapata mambo yote kwa njia ya uambukizo. Jioni ya leo nitakapokuwa nazungumza, tarajia uambukizo wa yale ambayo sitaweza kukufundisha katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya uwepo wako mahali hapa, na asante kwa ajili ya roho za watakatifu zinazofanya kazi katika madhabahu hii. Asante kwa roho ya mtumishi wako Bishop Dickson Mtalitinya, na asante kwa sababu uko mahali hapa jioni ya leo. Baba, tutakapokuwa nazungumza mahali hapa, malaika waliotumwa kwa ajili ya huduma hii waanze kufanya kazi katikati yetu, kazi ya kuponya, kazi ya kufungua, kazi ya kupata ufahamu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa jioni ya leo. Tutembelea katikati yetu. Fanya kazi kubwa katika jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja aseme amen. Sema tena amen. Wangapi walibarikiwa kwa siku 2 zilizopita? Unahakia basi ulibarikiwa na kuna hatua umeenda kuzichukua. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamekataa kunyamaza kabisa? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameanza kupiga kelele? Na kutonyamaza manake nimeamua kutotulia, nimeamua kupiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo ni wito wa kuzungumza. Ukristo ni wito wa kutokaa kimya. Yesu alizungumza toka Mathayo mpaka Yohana, lakini sio tu akaendelea kuzungumza tena na tena na tena. Alizungumza na watu waliweza kuokoka. Usipozungumza, kuna watu hawatajua unachokijua. Ni mpaka umezungumza ndipo tutakapoelewa kumbe kuna jambo unalitaka. So it is time to speak out. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kuzungumza. Zungumza na watu wanaokuzunguka. Zungumza na marafiki zako. Zungumza na ndugu. Na kama tulivyosema juzi na jana, kila mara unapozungumza unaachilia uhai. Maneno yako yamejaa roho. Maneno yako yamejaa uzima. So usiache uzima ukaishia ndani. Speak out. Mwambie jirani yako speak out. Mwambie jirani speak out.
Ruhusu mdomo wako kuzungumza jambo. Na njia nzuri ya kuzungumza ni kuzungumza alichozungumza. Thank you. Kusema alichokisema. Kuzungumza alichozungumza. Anasema kwa jinsi hii, Yohana 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kwamba kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima tele. Maandiko yanasema kwamba nasi tulipokuwa bado tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Maana yake ni kwamba zungumza upendo wa Mungu kwa habari yao. Zungumza namna Kristo alivyokufa msalabani, kifo cha aibu kwa ajili yetu wewe na mimi. So sema alichosema. Zungumza alichozungumza. Zungumza kinachozungumzwa madhabahuni. Zungumza shuhuda zinazosimuliwa madhabahuni. Shuhuda sio mali ya mtu. Tumeelewana? Shuhuda ni mali ya Mungu. Anapokupatia shuhuda ni kwa sababu amekuamini. Anakupatia ushuhuda kwa sababu anakuamini. Na unapoacha kutoa ushuhuda, unamwambia Mungu ulimwamini a wrong person. You trusted a wrong person. Unapoacha kushuhudia, unamwambia Mungu nilikudanganya. Nakumbuka mfano mtini. Na mtini ulikuwa wa kijani. Ulikuwa unaongea azifu kwamba una matunda ndani. Yesu akavutiwa nao. Akaenda kwenye mtini ili achume tini. Maandiko yanatuambia alipofika kwenye mtini hakupata tini. Biblia inasema Yesu akaujibu akauambia. Maana yake ni kwamba mtini ulikuwa unamwambia, umeuamini mtini ambao ni wrong. Ulikuwa unamzomea Yesu kwamba pamoja na uungu wako umeshindwa kujua kwamba mimi sina matunda. Maandiko yanatuambia Yesu akaujibu na akauambia, kuanzia leo mtu asile matunda kwenye mti wako. Na maandiko yanatuambia siku iliyofuata Petro akiangalia mtini akasema, Bwana, mtini uliolaani jana leo umekauka. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Yesu aliutegemea. Aliona mtini kwa mbali kwamba umechanua, kwamba umependeza, lakini kumbe haukuwa na chochote. Anytime Mungu anapotupatia ushuhuda na tusiushuhudie, tunamwambia Mungu, you trusted a wrong person. I'm not a trustworthy. Usinipatie shuhuda. Ukinipatia shuhuda mimi sitazisimulia. Lakini Daudi anasemaje? Anasema shuhuda zako nitazisimulia mbele za watu, mbele ya baraza la watu, wala sitaona aibu. Anytime unapopata shuhuda na usiweze kusimulia, unachomwambia Mungu, don't give me a testimony next time. Usinipatie shuhuda tena. I'm not a trustworthy. Mimi sistahili, sina sifa za ushuhuda. Sikiliza my friend, Mungu ili akupatie ushuhuda ni mpaka amekuamini. Anapokupatia shuhuda, yani kuna kitu kimetokea, ni kwa sababu amekuamini ya kwamba hutamwangusha. Amekuamini ya kwamba utawaambia watu kwamba yeye anaweza. Naambia watu wangu nyumbani kwamba Mungu anapenda sifa. Ni Bwana masifa. Mungu anapenda sifa. Tumeelewana? Mungu anapenda nini? Anapenda nini? Anapenda kusifiwa. Mungu anapenda sifa. Chakula chake ni sifa. Anasema anakaa katikati ya sifa za watu wake Israeli. Anakaa kwenye sifa. Kanisa ambalo watu wanadharau matendo yake, Mungu anaondoka. Why? Anapendaga sifa. Anataka watu Jumapili wasikie kwamba alichosema baba yenu wa kiroho kimetimia.
Na zile sifa sio za baba yenu wa kiroho, ni sifa za Mungu. He's just a container. God is the content inside of him. So anytime anapotenda jambo, anatutaka sisi tumsifu yeye. Bwana Yesu asifiwe. So, na ndio maana upaswi kunyamaza. Ya kuzungumza ni mengi. Nasikia ninachosema? Upaswi kunyamaza. Ya kuzungumza ni mengi. Yapi hayo? Biblia nzima ni yale ambayo unapaswa kuzungumza. Mengine yapi? Maisha babako wa kiroho ni yale unapaswa kuyazungumza. Mengine yale anayasimulia mara kwa mara. Your church is your testimony. Your church is your testimony. Nakumbuka mama ana kipindi redioni kinaitwa My Testimony. My Testimony. Those have the testimony to share. Hallelujah. Naongea na watu ambao wameamua kutoka kimya tafadhali. Kama umeamua kutoka kimya, sema nina kila sababu ya kutoka kimya. Aliyotenda Mungu ni mengi. Sema tena, aliyotenda Mungu ni mengi. So kila unachosikia kwa baba yako is a testimony for you. Anachosimulia mama ni ushuhuda wako. Ushuhuda sio mali ya mtu. Ushuhuda ni mali ya Mungu. Asema ushuhuda wa Kristo ni roho ya unabii. Nao wakamshinda kwa neno, kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Maana yake nini? Neno la ushuhuda na damu ya Yesu Kristo can do the same. Kinachoweza kufanyika kwa damu kinaweza kufanyika kwa shuhuda. Asema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakuyapenda maisha hayo hata kufa. Walimshinda. So you can overcome anything either by the blood or by the word of your testimony. Mnamkumbuka Daudi? Mungu yule alionipa simba na dubu mkononi mwangu, atakuangusha na we Goliati leo sio kesho. So maneno ya kinywa chake yalikuwa ni kisu kwenye shingo ya Goliati. You know my friend, sometimes tunadharau shuhuda, lakini shuhuda ndizo silaha zetu za maisha. Never despise what God is doing. Kama usidharau kile ambacho Mungu anakitenda. Why? Kuna siku unahitaji kesho. Niliwaambia watu, pamoja kwamba unaandika notes, andika pia shuhuda. Write down testimonies. Ndio mara nyingi tunafika mwezi wa 12 hatunaga shuhuda za mwaka. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu aliyokuwa anayatenda tuliyaweka kichwani. Your head is not reliable. Kichwa chako hakitoshi kutunza vitu. Write down. Mungu alimwambia Yohana, asema haya uyasikiayo yaandike kwenye kitabu. Why? Sikiliza. Yohana kama angeweka mambo yale yote aliyokuwa anasikia kichwani, leo tusingekuwa na kitabu cha Ufunuo Yohana. Isaya kama yote aliyosikia angeweka kichwani, your mind is too small to store what God is telling you. Kichwa chako ni kidogo mna. Write them down. Write them down. Kumbuka shuhuda wa mama, andika. Asa kipindi cha My Testimony. Those are testimonies. Sawa? Andika chini. Ushuhuda wa mama uelewe kama wa kwako. Ushuhuda wa baba uelewe kama wa kwako. Nina testimonies mama za maisha yangu ambazo nikizikumbuka tu, ije vita yote lazima nishinde. Ije vita yoyote lazima ishinde. Nikisha ikumbuka tu vizuri alivyofanyaga Mungu, my friend, kila vita mbeleni inakuwa ni ndogo. Kwa nini? Kwa sababu shuhuda ni risasi za kiroho zinazoweza kushinda mahali popote pale. Sema Baba kwa jina la Yesu. Sema tena Baba kwa jina la Yesu, nipe neema ya kuzikumbuka
shuhuda zako unazozifanya kwenye madhabahu hii na kwenye maisha yangu binafsi, nipe neema ya kukumbuka katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe. Wow, haya makofi yanatia moyo. Piga zaidi tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Na katika sehemu ya 3 ya sitonyamaza, nataka niende upande kidogo mwingine. Nataka nikuonyeshe mahitaji muhimu ya kuvuna nafsi kimafanikio. Wangapi tunafahamu maana kuvuna nafsi hapa? Wow. Kuvuna nafsi manake ni kwenda shambani, kwa kwenda mjini, kutoka nje ya kanisa kwa makusudi, ili kwenda kuambia watu habari za Kristo, kwa lengo la kuwaleta nyumbani kwa Bwana, kwa lengo la kuokoka na kisha kuwaleta nyumbani kwa Bwana. Kuvuna nafsi sio tu kwenda kuambia watu habari za Kristo. Kuvuna nafsi ni tendo la makusudi la mtu aliyeamua kwa sababu ya kitu kinachompelekesha, au maono yanayempelekesha, au neno alilolisoma ambalo linampelekesha, anatoka nje na kuambia watu habari za Kristo, lengo waokoke. Then cha pili, kuwaleta shambani, kuwaleta nyumbani ili wapate kutunzwa. So kuvuna nafsi ni mchakato wa kiroho. Sio mchakato wa kimwili peke yake, ni mchakato unaoanzaga rohoni. Ni mimba inayoanza rohoni. Maandiko yanasema Sayuni alipoona tu utungu akazaa watoto wake. Asema, ni nani aliyesikia jambo kama hili? Au ni nani aliyewahi kusikia tukio kama hili? Je, nchi yaweza kuzaliwa mara moja? Taifa yaweza kuzaliwa siku moja? Lakini Sayuni alipoona utungu, na unapozungumzia Sayuni tunazungumzia the citizens of Zion. Sayuni walipokuwa na mimba ya kuzaa taifa, Sayuni walipokuwa na uchungu wa kuzaa makundi ya watu, maandiko yanatuambia wakazaa watoto, na walipozaa watoto taifa likazaliwa siku moja. One nation. Napozungumzia one nation, taifa moja, nazungumzia makabila zaidi ya 120. Sawa? Tumeelewana? Nazungumzia mikoa zaidi ya 23, zaidi ya 25. Ninazungumzia familia nyingi, koo nyingi zinaweza zikazaliwa kama mtu fulani ataanza rohoni, ataanza katika roho. So kuna mahitaji muhimu ya nafsi kuokolewa kwa mafanikio. Nao naomba tufahamu jioni leo, mpango wa Mungu katika nyakati za mwisho ni kuvuna nafsi. Mpango wa Mungu katika nyakati za mwisho ni sisi kuwaleta watu walioko nje kuja ndani. Mkakati wa Mungu wa kutuokoa wewe na mimi ni ili watu walioko nje waje ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipokuokoa angaliweza siku hiyo hiyo akuondoe duniani na ukaenda mbinguni. Sababu mojawapo kwa nini alikuokoa na akakuacha Moshi ni ili Moshi ipate kuokolewa. Sababu kwa nini alikuokoa na siku ya pili ukufa ukwenda mbinguni ni kwa sababu alitaka wewe ulete watu wengine kwa Kristo. Sikiliza, ulipozaliwa tu mara ya pili ulikuwa tayari na sifa za kuingia mbinguni. Ile siku uliposema Yesu nisamehe,
natubu dhambi zangu, nioshe kwa damu yako. Ninakukiri leo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Leo nimeokoka. Ile siku uliposema hivyo, maandiko yanatuambia ulikufanyika kuwa kiumbe kipya. Ulifanyika kuwa mtoto wa Mungu. Just that one day ulifaa kuyaingia malango ya mbinguni. Ile siku ungalikufa, ungalienda moja kwa moja. Lakini sababu kwa nini Mungu akuruhusu uende, akakuacha ubaki, ni ili kwamba kupitia wewe mataifa yapate kuokolewa. Kabila za watu zipate kuokolewa. Sikiliza, hauko duniani kuomba mipenyo. That is the undoing of many Christians. Hii ndio tatizo la Kristo wengi. Wanadhani kwamba wameachwa duniani ili waombe mipenyo ya ndoa. Baba, mpenyo wangu. Baba, ninakamata mume wangu, aje haraka, aje akimbia haraka. No, ukuachwa kwa sababu hiyo. Kusudi la kwanza la wewe kubaki duniani halikuwa kuoa au kuolewa. Halikuwa kupata gari. Tumeelewana? Alikuwa ili ufanye biashara nzuri, ufanikiwe. Japokuwa hayo ni malupulupu ya wokovu, but hicho sicho kitu pekee. Kwa nini Kristo alikuacha duniani? That is not the only thing. Kuna jambo la maana zaidi. Leo tukiambia tuna ibada ya mipenyo ya kuja kuombea waume, tunakuja kutuma upepo wa kisurisuri wende kuwakusanya, kanisa itajaa. Sasa waambia watu kwamba tutakuwa na mkesha wa maombi wa kuombea nafsi ziokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Nasikiza mpendwa, waume wanapatikana unapokuwa busy kwenye kazi ya Mungu. Mipenyo kwenye biashara inapatikana unapokuwa busy kwenye ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, nayo mengine yote yatazidishwa. So biashara inayolipa inakuwa ni nyongeza wewe unapolifanya kusudi la Mungu. So umebaki duniani ili uvune nafsi. Kwenye kitabu cha Yohana 15:16 anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi. Asema nami nikawaweka ili muende mkazae matunda. Asema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi. Kwa hiyo hamna haki ya kuniambia niwaambie mfanye nini. Mimi niliowachagua ndiye mwenye amri ya kuambia nini cha kufanya, nini sababu ya uchaguzi wangu kwenu. Anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi, nami nikawaweka, nami nikawaordain, nami nikawatengeneza, nami nikawawaya. Mnafahamu wiring Kila wiring ina kusudi. Sawa? Kuna wiring ya taa moja. Yaani chumbani kuna taa moja tu na switch. Sawa? Wiring yake sio gharama. Weka waya moja juu, rudisha kwenye switch, connect kwenye main switch. Lakini kuna wiring ya kuwasha kwenye mlango na kuwasha kwenye kitanda. Unafahamu ile wiring sio? Umuulize fundi atakwambia gharama yake ni kubwa zaidi. Kwa sababu lazima uweke switch ambazo ziko two ways. Ukizima huku unaweza kuwashia kule, na ukizimia kule unaweza kuwashia huku. Gharama yake ni tofauti. So kila wiring inazungumza matumizi. Na kuna wiring chumba hicho unataka kuweka mpaka AC. Sawa? Wiring yake, waya zake, switch zake ni tofauti. Kuna switch ya AC inaitwa DP switch. Lazima iwe na ampia kadhaa. Hiyo switch yako ya kuwashia taa, ukiwashia AC inakataa,
in fact ukifyatua inagoma. Tuliwekaga switch kadhaa kwa ajili ya wiring ya taa kadhaa. Then tukaongeza mataa mengi. Siku tunawasha taa, tunawasha switch inakataa kwamba sina uwezo wa kuwasha hayo mataa yako. So every wiring, kila wiring ni kwa ajili ya kusudi fulani. So Yesu anaposema ni mimi nimewachagua, nami nimewaweka. Kuweka hapo maana yake nimewaordain. Nimewapaka mafuta kwa sababu fulani. Nimewafanyia wiring. Baada ya kuwachagua, nimewatengeneza, nimewaunda. Kuna uwezo ndani nimewawekea. Kuna engine mpya nimeifunga ndani yenu. Na huo uwezo au hiyo engine au hiyo wiring ni kwa sababu gani? Asema ili mwende mkazae matunda. So kumbe wiring yangu, wiring yako baada ya kuokoka ni tofauti na ile ambayo ilikuwa wiring kabla ya kuokoka. This time aliyotufanyia wiring ana makusudi makubwa zaidi. Wakati huu aliyotufanyia wiring ni Yesu Kristo. Tulipozaliwa mara ya pili, maandiko yanatuambia alikuja kwa walio wake, Yohana 1:11, na walio wake hawakumpokea, lakini wote waliojaribu kumpokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Power. Aliwapa nguvu, aliwafanyia wiring ya kuwa wana wa Mungu. Maana yake nini? Ndani yako kuna uwezo wa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Naomba nisikie amen. Naomba nisikie amen. Sema ndani yangu kuna wiring ya mambo makubwa. Sema ndani yangu kuna wiring ya vitu vikubwa. Sikiliza my friend. Kinachoamua nguvu ya gari sio bodi, ni engine. Ulipozaliwa mara ya pili, uliofungiwa engine nyingine. Sawa. Kuna engine ilitolewa ndani yako pastor. Kuna engine ya kina Mzee Mlai ulipata wakati unazaliwa. Lakini ulipozaliwa mara ya pili, Yesu aliondoa ile kale ka engine kadogo, akaweka engine yake mwenyewe. Engine ya watoto wa Mungu. Kama ni gari, umeamua kutoa engine ya IST na umefunga engine la Range Rover. Na ukifunga kwenye IST, speed ya hiyo gari itakuwa ni tofauti, gharama yake ni tofauti, kila kitu kinachohusu ni tofauti. Ulipozaliwa mara ya pili, ulizaliwa na uwezo wa kuzaa matunda. Ndani yako ulifanywa wiring ya kuzaa matunda. Ndani yako umefungiwa engine mpya ya kwenda kuzaa matunda. So wokovu wako ni kwa ajili ya kuzaa matunda. Mtu fulani sema amen. Kama unanielewa sema amen. Sema nimekusudiwa kuzaa matunda. Nimewekewa uwezo wa kuzaa matunda. Sema tena nimewekewa uwezo wa kuzaa matunda. Sema ndani yangu kuna uwezo wa kuzaa matunda. Sema nilipozaliwa mara ya pili, nilizaliwa kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Na uwezi ukawa na thamani au ukatamani kuvuna nafsi mpaka umejua thamani ya nafsi. Uwezi ukatafuta nafsi ya mtu ipate kuokoka kama hujui thamani yake. Lengo la makanisa ni ili watu waokoke. Lengo la vitu vyote hivi, gharama zote zinazowekwa mahali hapa, ni ili nafsi ziokolewe. MTBC lengo lake ni connect lives to Jesus. Imetumwa towards the broken communities, watu ambao hawana tumaini. Limetumwa kwa mifupa mikavu, mahali ambako hapana hope. Sisi kazi yetu ni kuwachukua na kuwaleta na kuwaunganisha na Yesu.
Lakini hatuwezi mpendwa kwenda nje tukajisumbua namna hiyo kama hatujui gharama ya nafsi. Mara nyingi tumedharau vitu kwa sababu hatujajua thamani yake. Asema ufalme wa Mungu ni kama shamba ambalo mtu kama shamba lenye lulu zuri. Asema ambapo mtu alipoona kwamba ile shamba lina lulu, akaenda kuuza vyote alivyo navyo ili anunue shamba hilo. Nini kilifanya anunue shamba? Alijua kwamba kwenye shamba kuna nini? Kuna thamani. Asingalijua angepishana nalo. Kwa nini tunapishana na nafsi njiani? Hazijaokoka, hatuzungumzi nazo, ni kwa sababu hatujajua nafsi, thamani ya hizo nafsi. Tungalijua thamani ya hizo nafsi na baraka ambazo ziko attached kwenye hizo nafsi, tusingepishana nazo. Na hebu tuangalie thamani ya nafsi moja kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Namba moja, nafsi moja ni ya thamani kuliko ulimwengu wote. Nafsi moja ya mwanadamu ina thamani kuliko dunia yote kuweka pamoja. Yesu anasema kwenye Marko 8:36 mpaka 37, asema kwa maana itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote na kuipoteza nafsi yake mwenyewe. So kumbe nafsi ya mwanadamu ikipotea, thamani yake haiwezi kulinganishwa na dunia nzima. Na unapozungumzia dunia nzima, tunazungumzia Tanzania nzima. Tunazungumzia madini yaliyoko Tanzania. Tunazungumzia migodi yote ya GGM Geita. Tunazungumzia almasi zote zilizoko Shinyanga. Hatujataja habari ya mafuta yaliyoko Uarabuni kote, utajiri wote ulioko Marekani. That's why let nobody, usiruhusu mtu yoyote akadharau thamani ya mwanadamu. Na ndio maana mtu yoyote anayedharau thamani ya mwanadamu kwenye dunia hii, Mungu anamchukulia kuwa ni mtu wa kawaida sana, bila kujali ana nafasi gani kwenye nchi. Mungu alimuumba mwanadamu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kwa haraka, utagundua kwamba Mungu hakuumba mbingu kwenye mstari, hakuumba kila kitu kwenye Mwanzo sura ya kwanza. Kwenye Mwanzo 1 mstari wa kwanza nasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na ndio maana kuanzia mstari wa 2 mpaka sura yote ya kwanza naisha, atuambiwi kwamba udongo uliumbwa lini, giza liumbwa lini. Sawa? Atuambiwi kwamba vitu vingine viliumbwa lini. Tumeambiwa vitu vilivyoumbwa, lakini udongo, giza, mwanga uliumbwa lini? Now, kwenye sura ya 2 Mungu anaongea na utatu, anasema kwamba na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, ili akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambacho juu ya nchi na kila kilukacho. Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. So kila mara unapomwona mwanadamu mtaani, ujue kwamba ni sura ya Mungu inatembea mtaani. Yaani mwanadamu ni kioo cha Mungu. Mungu akitaka kujikumbusha alivyo, anamwangalia mwanadamu. Na ndio maana malaika walishangaa walipomwona Yesu anatoka kwenye uwepo wa Mungu, anaenda duniani, kwa sababu heshima ya malaika ipo katika kusimama mbele za uwepo wa Mungu. Gabrieli anasema mimi ni Gabrieli nisimamae mbele za uwepo wa Mungu. So heshima yake ipo katika kusimama katika uwepo wa Mungu. That is ndio rank yake. Yaani mahali anaposimama. Na wanashangaa, wanamwona Yesu ana withdraw
from the presence of God. Wanamuuliza unaenda wapi? Anasema naenda kumwokoa mwanadamu. It was a terrible thing. Maana ni nini? Kilicho mtoa Yesu mbinguni na kikamleta duniani ni sura ya Mungu ambayo iliumbwa duniani. Mwanadamu alikuwa ni governor wa dunia. Alikuwa ni mfalme wa dunia. Mwanadamu ni sura na chapa ya Mungu. Mwanadamu ni muonekano wa Mungu. So when God wants to look at himself, he looks at a man. Anamwangalia mwanadamu. Ndio maana maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Zaburi sura 8, asema mwanadamu ni nini hata umwangalie. Anasema kwamba umemweka mdogo punde kuliko malaika. Mwanadamu ni chombo cha thamani. Na ndio maana yeyote anayemdharau mwanadamu, wewe angalia tu hawa watu ambao wanawatesa wanadamu, their end is very bad. Mwisho wao ni taabu. Kwa nini? Mwanadamu sio chombo cha kukitesa anyhow. Inaweza kamwagika damu ya nyani hapo, hakuna anayeshtuka. Imwagike damu ya mwanadamu hapo. Mwanadamu sio chombo cha kucheza nacho. Mwanadamu sio mtu wa kucheza naye. Aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na ndio maana kupotea kwa mwanadamu kunamuumiza Mungu. Kumpoteza mwanadamu kunamfanya Mungu ajisikie vibaya. Thamani ya mwanadamu hailingani na mlima Kilimanjaro. Kuna watu wajinga leo wanaona mwanadamu na mbwa na thamani kuliko mwanadamu. Ni kwa sababu ya ujinga wao. Wasameni. Wanaona kwamba mnyama na mwanadamu, mnyama na thamani. No! Maandiko yanasema vyote hivi viliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. I want you nikupeleke kwenye mtazamo. Nataka nikuhamishe. Nataka uanze kujiona kwamba wewe unatembeaga hapo mtaani na ukajiona kwamba una thamani. Thamani yako ni zaidi ya ulimwengu. Thamani yako inazidi kimo cha dhahabu. Thamani yako hailingani na chochote duniani. Wewe ni wa thamani. Umeumbwa kwa namna ya thamani. Umetengenezwa na umekuwa wired kwa namna ya thamani. Nimekuja kumwambia mtu fulani jioni ya leo, bila kujali shida unayopitia, bila kujali magonjwa unayopitia, Mungu anakuchukulia kwa namna ya thamani. Sometimes kuna mambo tunapitia kwenye maisha yanatufanya tusahau utambulisho wetu. Wewe ukuumbwa kwa kusema tu na iwe nuru, majani yatoke. Mwanadamu akuumbwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kuwa na maji sehemu moja. Unaona, unafahamu jinsi maji yalivyokuwa na nguvu? But maji hayakuumbwa kama mwanadamu. Mwanadamu alipoumbwa, maandiko yanasema kulikuwa na mkutano. Agenda ni na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Tumfanye mtu. Na ndio maana mpendwa, nimegundua ukitaka kufanikiwa kwenye maisha haya, thamini watu. Msikia nilichosema? Na ukitaka kufeli kwa urahisi sana kwenye maisha haya, anza kudharau watu. Wewe dharau watu ambao Mungu amewaumba kwa sura yake. Wadharau kwa sababu eti leo una kazi, wao hawana kazi. Jaribu kwa dharau tu namna hiyo. Wadharau eti kwa sababu wewe una kiatu, yeye hana kiatu. Na nimegundua mara nyingi mama, mtu ukianza kumdharau mtu, Mungu anasimama upande wa yule mtu aliyodharauliwa. Ukianza kumchukulia mtu kama ni wa kawaida, unachochea Mungu amsaidie. Never despise men in life. Never. Mafanikio yako kwa watu. Maendeleo yako kwa watu. Na ndio unapokaa kanisani, baada ya kuwa umebarikiwa, unafanya nini kwa habari ya watu, kuwaleta mahali ulipobarikiwa? Vinginevyo hiyo baraka inakuwa ya mwisho.
Unataka mafanikio endelevu, thamini watu wanaoangamia. Uwe na wivu kwa ajili yao. Tamani wao waokolewe. Yesu alikuwa na enzi mbinguni. Aliona kwamba kuwa na hiyo enzi ni kitu cha kutoshikamana nacho, lakini akajishusha. Nini lengo la kujishusha? Ni ili awapate wengi. Ili awapate wengi. Kaka, kuna mahali kuna watu wanahitaji sauti yako. Thamani yao watu ni thamani kubwa. Na ndio maana ukiwa na uchungu na watu kuokolewa, there's no way utashindwa kwenye maisha. Hakuna namna. Tukamsikiliza mmoja ya mentors wangu, Pastor Paul Nenche. Anasema kwamba uwezi ukawa na ukichaa wa kutafuta nafsi za watu na ukadharaulika kwenye maisha. There's no way. Haiwezekani. Nakumbuka wakati nimeokoka tuko Dar es Salaam kipindi hicho. Baada ya ibada, ile shauku ya njaa ya Mungu. Ukimwona mtu yote leo amenuliwa kwenye utumishi, jua kwamba msingi wake ni kupenda watu waokoke. Tumeelewana? Mungu akiona mtu ambaye ana shauku namna hiyo, anasema muinue. So tutamaliza ibada, baada ya ibada tutaenda Mbagala. Tutashinda huko mpaka jioni. Mimi na rafiki yangu mmoja tunaambia watu habari za Kristo. Kipindi hicho utakuwa na nauli tu ya kwenda na ile ya kurudi hujui, lakini tuko tunaenda na tunarudi. How? Mungu akona fahamu. Huwezi ukawa na shauka kuvuna nafsi na Mungu akakuacha peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Now, nafsi moja ya mtu ina thamani kubwa kuliko vitu vyote duniani. Thamani ya nafsi moja inapita mali, inapita umaarufu, inapita mafanikio ya dunia hii. Kwa nini? Mwanadamu ni wa thamani sana. Unapokuwa sehemu yao watu kuokolewa, wewe pia unakuwa thamani machoni pa Mungu. Namba 2, nini thamani ya nafsi moja? Nafsi moja ya mwanadamu, thamani yake ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Thamani ya mwanadamu mmoja ni damu ya Yesu Kristo. Yesu alimwaga damu ili kwamba watu wapate kuokoka. So ametununua kwa damu. Yaani pesa inayokutosha wewe ni damu. Yesu akuona currency, akuona amount of money inayomtosha mwanadamu. Alitoa damu yake ili kwamba ulimwengu upate kuokolewa. Shetani alipokuwa ana negotiate, alipokuwa anapanga bei, ninaamini aliletewa damu ya Musa. Shetani akasema hapana. Akaletewa damu ya Daudi. Shetani akakataa. Labda akaambiwa tumue Danieli. Shetani akakataa. Alipoulizwa unataka nini? Shetani akanyosha kidole, huyo mwanao. Ukitaka niachie, mtoe mwanao. Bwana Yesu asifiwe. Mnakumbuka zamani kulikuwa na biashara ya barter trade, biashara ya mabadilishano. Sawa? Unabadilisha kitu ili upate kitu. Now, Mungu alifanya barter trade na Shetani. Kwamba nakupa damu, nipatia watu. Nakupatia damu ya Yesu, mimi nipatia watu. Kwa nini? Hawa watu ambao wako mkononi mwako, mimi nimewaumba kwa sura na mfano wangu. So unapowachezea, unanichezea mimi. Bila kujali mzazi yukoje. Mzazi yuko tayari aumie yeye badala ya mwanae. Kwa nini? Mwanao ni utambulisho wako. Ili awe mwanao, lazima awe na DNA zako. Lazima afanane na wewe. So kama mzazi, uko tayari kutoa chochote kwa ajili ya mtoto wako. So unapoenda kuleta watu kwa ajili ya Kristo, unamwambia Mungu, thamani ya damu mimi naithamini, damu ya Yesu Kristo. Kitabu cha Petro kwanza 1:18 mpaka 19. Petro kwanza sura ya kwanza
mstari wa 18 mpaka wa 19 sema kwa kuwa hamkuokolewa kwa vitu viharibikavyo. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Tuanze 18 tafadhali. Angalia. Anasema verse 18 please. Mstari wa 18. Anasema nanyi mwafahamu kwamba mlikombolewa si kwa damu, sio kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha wala si kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Anasema kwamba mstari wa 19 anasema bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Yesu Kristo. Amkukombolewa kwa vitu viharibikavyo, bila kujali kiwango cha fedha kinaharibika, bila kujali kiwango cha nyumba unayoijenga, kuna siku hiyo nyumba itakuwa na thamani. Anasema amkukombolewa kwa vitu viharibikavyo, yani kwa fedha au kwa mali, bali kwa damu ya thamani. So thamani ya nafsi moja ya mtu ni damu ya Yesu Kristo. Namba 3, thamani ya damu thamani ya nafsi moja ya mtu ni furaha ya mbingu. Ni furaha ya mbingu. Yani mtu mmoja anapookolewa, thamani yake ni kuifurahisha mbingu. Kuna gharama za kumfurahisha mfalme. Sawa? Now, Herodia alipewa kazi ya kumfurahisha mfalme. Huwezi kumfurahisha mfalme kirahisi rahisi. Now, maandiko yanatuambia Herodia akaamua kucheza mbele yake. Na maandiko yanatuambia alicheza mpaka mfalme akafurahi. So kumbe gharama ya kumfurahisha mfalme ilikuwa ni kucheza. Na mfalme akafanya barter trade. Alipomfurahisha, maandiko yanatuambia alimpatia kiapo ya kwamba kama utacheza vizuri na utanifurahisha, chochote utakachokiomba nitakupatia. Na maandiko yanatuambia Herodia aliposikia na alipopata ushauri wa mama yake, ninaamini mama yake akamwambia cheza vile nilivyokufundishaga. Maandiko yanatuambia Herode akaenda akacheza. Lengo ni nini? Ni kumfurahisha mfalme. Na maandiko yanatuambia alifanikiwa kumfurahisha mfalme. Mfalme akamwambia unataka nini? Herodia akasema gharama hii ya kucheza kwangu ni kichwa cha Yohana Mbatizaji. Sikiliza my friend, kuna gharama kubwa ya kufurahisha mbingu. Mbingu atuifurahishi kwa mavazi tuliyovaa Jumapili. Mbingu atuifurahishi kwa gari ulionunua. Atuifurahishi mbingu kwa watoto uliowapata. Mbingu inafurahi mwenye dhambi anapokuwa ameokoka. When a sinner repents, the heavens celebrates. Mwenye dhambi anapookolewa, mbingu inafurahi. So gharama ya mbingu kufurahi ni nafsi moja kuokolewa. So nafsi moja thamani yake ni kuifurahisha mbingu. Wangapi wanaelewa ninachokizungumza jioni leo? Anytime unapokwenda mtaani ukazungumza na mtu, ukamwambia Yesu anakupenda, alikufa kwa ajili yako, alikufa kwa ajili ya wenye dhambi. Mimi pia nilikuwa mtu wa ovyo sana, Yesu akaniokoa, leo niko hapa. Na yule mtu akafanikiwa kuokoka. That person, hicho kitendo kinaifurahisha mbingu. Nasikiliza hili my friend, uwezi ukaifurahisha mbingu na usipate kibali mbele za watu. Ukifurahisha mbingu, watu lazima wakufurahie. Ukifurahisha mbingu, utapata kibali kwenye mioyo ya watu. Ukifurahisha mbingu,
Sikiliza my friend, hata ardhi itakuzalia matunda. Mbingu ikifurahi, uwezi ukafanya kazi na ukashindwa. Mbingu ikifurahi, uwezi ukabaki na laana. Mbingu ikifurahi, watoto wako waweza kawa ombaomba. Mbingu ikifurahi, chochote ukifanyacho lazima kitafanikiwa. Nenda kaifanye mbingu ifurahi. Thamani ya nafsi ni mbingu kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Luka sura 15 na ule mstari wa 7. Luka 15 na ule mstari wa 7 anasema, na kutakuwa na waambieni, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, one sinner, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. So nafsi moja thamani yake ni mbingu kufurahi. Namba 3, namba 4. Nini thamani ya nafsi? Nafsi moja ya mtu thamani yake ni umilele. Mtu anaweza kupoteza kila kitu duniani, lakini akipoteza nafsi yake, asala yake ni ya milele. So nafsi moja ya mtu gharama yake ni eternity. Yaani uwezi mama ukagomboa nafsi ya mtu. Akipotea, amepotea. Akienda Jehanamu, ameenda Jehanamu. Atakapohukumiwa na akapotea, imekwisha. Hakuna maarifa, hakuna ujuzi, hakuna injiri. Maandiko yanasema huko kuzimu uendako. Huko kuzimu nakoenda, kuzimu huko hakuna maarifa. Hakuna Bishop Dickson kule anahubiri injili ya utakaso. Hakuna Pastor Dennis kule anayehubiri ufuasi tena. Ukipotea, umepotea. So thamani ya nafsi moja gharama yake ni umilele. So ndio maana uhitaji kuacha mtu asiokoke. Let us go out and win the harvest for Jesus. Twende nje na tukawalete wengi kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Now, namba mimi naomba tufahamu jioni leo, unahitaji waraka wa uvunaji nafsi. Uhitaji wa waraka, unahitaji kufanya haraka kwenda kuvuna nafsi. Na sikiliza, siku zetu ni chache. Maandiko yanasema mwanadamu aliyozaliwa na mwanamke siku zake duniani ni chache. Bila kujali ni miaka mingapi, maandiko yanasema ni chache. Yeye peke yake ndio mzee wa siku. Mwanadamu ana siku chache. So tunahitaji uharaka. Tunahitaji uharaka wa uvunaji nafsi. Tuliondoka Dodoma Jumanne ile, Jumanne yes. Kidogo tumechelewa. Tuliondoka kama saa 2 asubuhi. So nilikuwa namwambia dereva, why? Kipindi ni saa 10:30. Why? Kipindi ni saa 10:30. Kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tumechelewa. So nikisinzia nikiamka naomba please, why? Kwa nini? Muda umeisha. We need to hurry up. Our time is not on our side. Tunahitaji kuwahi. Kwa sababu muda wetu haupo upande wetu. Our time is running. So unahitaji a sense of urgency. Mtazamo wa uharaka ili ili uweze kwenda kuvuna nafsi. Kwa nini unahitaji uharaka? Namba 1, majira ya mavuno ni sasa, sio kesho. Majira ya mavuno ni sasa. Yohana 4:35. Tusisubiri wakati ulio bora. Wakati bora ndio sasa. Sasa ndio wakati ulio mzuri. Asema msemi ninyi, bado miezi 4 ndipo yaja mavuno. Asema tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu muyatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa tayari kwa mavuno. Mashamba yako tayari. People are ready
the harvest are ripe. Wakati wa kuvuna ni sasa, sio kesho. Wakati wa kwenda shambani ni leo, sio kesho. Kwa nini? Muda umekwisha. Nyakati zimeenda. Tunahitaji kukimbia kwenda shambani. Asema, je, amseme ninyi bado muda? Kwa maana nafikiri mpaka nikifika miaka 45 hivi nitakuwa serious na kuvuna nafsi. Maandiko yanasema, tazameni mashamba, tazameni muda, tazameni hali yenu, mazao yamekwisha iva, nendeni shambani mkavune. So wakati ni sasa. Namba 2, kwa sababu kwa nini nahitaji haraka? Namba 2, kwa sababu nafsi zinapotea kila siku. Kwa hiyo tunahitaji kila siku kwenda kuambia watu Yesu anawahitaji. Tunahitaji haraka kwa sababu nafsi za mwanadamu zinapotea kila siku. Watu wanakufa kila siku bila Yesu. Watu wanaangamia kila siku bila Yesu. Watu wanapotea kila siku bila Yesu. Shetani anafanya uovu sana leo. Tusingoje mpaka kesho. The time is now. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 3, kwa nini haraka? Kwa sababu neema ya uvunaji tayari ipo. Tayari ipo. Bwana tayari amekwisha tupatia hiyo neema. Watu wako tayari na neema iko tayari. Pokea neema siku ya leo kwa jina la Yesu. Nasema pokea hiyo neema siku ya leo kwa jina la Yesu. Na nawezaje kuvuna nafsi kwa urahisi? Namalizia hapo. How do I win soul? Nawezaje kuvuna nafsi kwa urahisi? Namba 1, kwa uinjilisti wa mtu mmoja mmoja, one on one evangelism. One on one evangelism. Yani unamtarget mtu. Tuna changamoto leo kwenye makanisa yetu ya uvunaji nafsi. And that is one of the greatest challenge in our churches. Watu wanavuna nafsi kama vile ni mchezo fulani. Kuvuna nafsi is a serious business. Ni kazi ya kumaanisha. Lazima uende na mtazamo wa kazi. Usiende kumwambia mtu habari za Kristo kwa kukurupuka. Unapoamka asubuhi lazima ujipange, ipangilie siku yako kwenye maombi. Mungu, leo nipatie nafsi moja ya mtu. Nipatie neema ya mtu mmoja. Niunganishe na mtu. Napokwenda kinywa changu kiwe kama upanga. Kiwe kama karamu ya mwandishi stadi. Napozungumza nikaeleweke. Kwa sababu kwa nini umebakiwa, kwa nini umepewa hiyo siku moja? Ni ili bado uokoe watu. So moja ya majukumu yako ya siku ni kwenda kuvuna nafsi. Sema, moja ya majukumu yangu ya siku ni kwenda kuambia watu habari za Kristo. Sema tena, moja ya majukumu yangu ya siku ni kwenda kuambia watu habari za Kristo. So kwa nini hiyo siku moja umeamka salama, una uzima, sauti yako inatoka, una akili timamu? Ni ili uende kuambia watu Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu anakutaka uokoke. Yesu anakupenda. That is one of your daily duties. Ni moja ya majukumu yako katika siku husika. So one on one evangelism. Uinjilisti wa mtu mmoja mmoja. Lenga mtu. Tafuta mtu. Anza kumlenga. Anza kumnuia kwenye maombi. Tumeelewana? Anza kumnuia kwenye maombi. So unamjua jina, napozungumza na Rebeka, Baba, nahitaji nafsi ya Rebeka iokoke. Nipatie nafsi ya Rebeka. Baba, nafsi ya Rebeka ikaokoke. Ninazungumza naye katika ulimwengu wa roho. Anaweza sitake uso wangu, lakini aweza kakwepa maombi yangu. Ninakutumia neema Rebeka. Ninakuombea, lazima utampokea Yesu. Lazima utaokoka. Then ukimaliza mpigie simu. Rebeka, nina maongezi na wewe leo. Then
pata naye time, zungumza naye. Uinjilisti hautafanikiwa kwa kufanya tu bla bla. Mara nyingi sana tunaita uinjilisti lakini bla bla. I tell you, it's bla bla. Yani mtu hajajipanga, anamwambia mtu karibu kanisani, utakuja sasa au utakuja? Kama utakuja njoo Jumapili ijayo. Jumapili ijayo pia uko busy. Basi hata mwisho wa mwezi, alafu tuna tukio la tukuza mwezi wa 8 au mwezi wa 8 utakuja. Yani is bla bla. Yani mtu hayuko serious. One on one evangelism. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona mfano wake kwenye Yohana sura 4. Yesu alikana yule mama Msamaria one on one. Ninaamini yule mama Yesu alimchunguza siku nyingi. Alimjua muda wake anaoenda kisimani kuchota maji. So muda anapoenda akajikuta naye pia ameenda. Wakakutana mtoni na akaanza kuzungumza naye. Na thank God yule mama akaokoka. One on one evangelism is very effective. Ni effective mno, ni ya muhimu, ina nguvu mno. Nenda kwa mtu mmoja mmoja. Zungumza kila mshirika wa kanisa, tafuta mtu mmoja, target one person. Mtu mmoja kwa wiki. Watu wa 4 kwa mwezi, waandike majina yao. Then anza kuzungumza nao kwanza kwenye maombi. Sikiliza, mtu anaweza kukwepa uso wako, lakini anaweza kukwepa maombi yako. Mtu anaweza kukwepa uso wako, maombi yako hana uwezo wa kuyakwepa. Maombi ni nguvu ya kiroho ambayo huwezi kuikwepa. Hata adui yako aweza kukwepa maombi. Maombi yanaenda kwa kila mtu. Pokea neema siku ya leo ya kwenda nje na kuvuna nafsi kwa jina la Yesu. Lakini namba 2, uinjilisti kupitia matendo mema. Evangelism through good works. Kupitia matendo mema. Unafanya uinjilisti kupitia matendo mema. Sikiliza, watu wanatafuta upendo. Watu wanatafuta watu wakaonyesha upendo. Show them love. Show them matendo mema. Asema watawatambueni kwa matendo yenu. Watawafuata kwa kuyafuata matendo. Utaweza kuwaleta watu wengi sana kwa Kristo kupitia matendo. Yesu alitumia hiyo njia. Alikuwa anawalisha chakula. Anawapatia chakula. Wewe una uwezo wa kuwalisha watu 5,000, lakini unaweza kumtoa lunch mtu mmoja kwa mwezi. Mtoe lunch. Kaa naye chini, zungumza naye. Show them good works. Asema watu watakapoyaona matendo yenu mema, wataamini ya kwamba mlikuwa pamoja na Kristo. Sometimes matendo yetu mama ndiye yanayofukuza watu kanisani. Nikuambia ukweli, matendo yetu ofisini, jinsi ulivyo mchoyo ofisini. Unanunua chapati unalia hivi. Unaangalia kama kuna mtu anakuangalia. Kama kuangalia unaendelea. Alafu ukimaliza unajifuta. Bwana Yesu asifiwe. Mnaendeleaje hapa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Niwe kana mpendo mmoja kwenye basi. Ametoka nje, amekuja ndani na kuku nusu. Hana salamu, hana chochote kile. Kaanza tena kaweka kwenye upande wa dirisha huko. Anachukua, anakula. Kujua kama ni mchungaji. Sio mimi naangalia tu. Na kwenye muonekano nilijua huyu ni mpendwa huyu. Wapendwa wanajulikana, wanajua. So ameanza kuku chu kamaliza. Alivyomaliza anajifuta, asema kaka unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Yesu anakupenda. Na matendo yetu yameuzuia mkono wa Mungu. Maandiko yanasema hivi, asema mkono wangu sio mfupi hata nisiweze kuokoa, wala sikio langu sio zito hata nisiweze kuokoa. Asema lakini matendo yenu yameuficha uso wangu
na dhambi zenu zimelifanya sikio langu nisisikie. Matendo yenu yamenifanya nisiweze kuokoa. So kumbe matendo yetu yanaweza kumzuia Mungu. Our actions, matendo yetu yanaweza kuzuia Mungu kuokoa watu mtaani. Dhambi zetu hizi za holela mtaani zinafanya watu wasije kanisani kwenu. Mitazamo yenu, tabia zenu kwenye familia, haiwezekani. Kuna namna ambavyo unawatreat wanao mbele za watu. Yaani unawa-embarrass mbele za watu. Ukimaliza, Bwana Yesu asifiwe, karibu kanisani. No. Kama hilo kanisa lijeza kukusaidia wewe namna ya kukaa na watoto wako, litawezaje kunisaidia mimi? Na ndio maana we have to be very careful. Tunahitaji tuwe makini sana na namna tunavyoenenda mbele za mataifa. Nakwambia ukweli, watu wanataka kukoka kwa mtaani, lakini kinachozuia ni matendo yetu. Matendo yetu. Dada unabadilisha tu nguo, unabadilisha tu viatu. Kuna jirani hapo ambapo hana viatu. Vyakula unatupa nje. I don't know how. Kwetu sisi tupagi chakula. Naambia watoto wangu, mkipika chakula kingi mtakimaliza. Na msipokimaliza leo mtamaliza kesho. Why? Kuna watu wengi huko nje wanalala na njaa. Then unatupa chakula? Na nilipata kwa mke wangu, Mungu ambariki mke wangu. Bwana Yesu asifiwe. No. Unakaa na jirani. Jirani hajawahi kuona matunda ya Ukristo wako. Nimekuambia ukweli, sisi tulianza Ukristo kwa Wakatoliki. Those people, moja ya kanuni yao kubwa ya uinjilishaji ni kupitia matendo. Hutakuta wanahubiri Kristo, sio Kristo alikufa. Wao ni matendo. Walituletega mitumba. Sawa? Yes. Walitujengea shule. Walitujengea hospitali. Alafu wakatuambia wazee wakatibiwe bure. Na ndio maana ukienda kule kwetu kule hawakusikii, hawakuelewa habari ya kanisa lingine. Why? Actions, matendo. Lakini walokole wengi leo tumejaa maneno mengi. Yaani tunafunga kila mtu kwa jina la Yesu. Tunafunga, tunafungua kwa damu ya Yesu. Leo naenda nafungua milango. Wenzako hata kufungua milango wafungui. Na bado wanateuliwa serikalini. Nini kipo? Matendo mema. Matendo mema. Dada, umepata mshahara. Hivi kununua kilo 3 za sukari ukampelekea jirani yako, alafu kwamba nimekuletea tu ule na watoto, utapunguza nini? Hilo gauni ambalo unasema ninunua Netherlands, gauni ninunua Netherlands, limesha kupita. Sasa hivi nimefika hapa. Na bado ngangania nitafanya night dress. Night dress wapi? Peleka dry cleaner, kalifue vizuri. Liweke kwenye enga, mpelekee mtu fulani. Jirani, hii hapa vaa. Nikwambie kitu, siku ukimwambia twende kanisani, Yesu anaokoa, ataelewa lugha yako rahisi mno. Sidako ni kwamba unadhani kwamba unaelewaga maandiko. Maandiko yasiyo na matendo hayanaga nguvu. Nenda katende. Nenda tengeneza dina. Hivi kwanza ukitoka na kimoja kwenye mshahara, alafu ukatengeneza dina hapo nyumbani, ukakaribisha majirani kwenye heshima wakakaa. Alafu ukimaliza unaambia jamani, Mungu awabariki sana. Lakini niwaambieni kitu, mimi mwaka fulani maisha yangu yalikuwa mabovu mno. Nilikuwa siwezi hata kulipa kodi ya nyumba. Nilikuwa siwezi hata kununua chakula nyumbani. Lakini baada ya kumpokea Yesu na baada ya kusikiliza mafundisho lile kanisa, Mungu amenibariki mno. Unaweza kuona sasa hivi naweza hata nikatengeneza kitu kidogo kama haka na wapenda mkala. Yesu anasaidia. Jumapili hii kuna kitu fulani kanisani. Twende kanisani. My friend atakuja. Na akija hapa akasikiliza injili ambayo ya mtumishi wa Mungu, my friend anakaa. Watu wanatafuta upendo, hawajaupata upendo. Na kwa Wakristo upendo umekuwa nadra. Tunanena kwa lugha mno. Tunaweza kunena kwa lugha ndio upendo. Lugha sio upendo. Sawa? Lugha sio upendo.
kwenye vipawa vya Roho Mtakatifu kuna matunda na kuna vipawa. Vipawa unapewa, matunda unayachakata. Tumeelewana? Bwana Yesu asifiwe. Lugha ni kipawa, lugha sio matunda. Kipawa sio kitamu. Kipawa ni kama mbegu. Ukila mbegu ni kali mdomoni. Ushakula mbegu ya ndimu au mbegu ya chungwa? Ushakula mbegu ya chungwa? Au mbegu ya parachichi? Kwa mimi sitaki mnimenye, sageni juisi pamoja na mbegu. Mbegu inachacha, mbegu ni kali. Ni matunda ambayo yako processed. Matunda ya Roho Mtakatifu na ya process. Na matunda yanaonekana kupitia matendo. Vipawa vinaweza vikabaki, lakini matunda yanaondokaga. Na Yesu alisema mtawatambua sio kwa vipawa vyao, mtatambua kwa matendo yao, kwa matunda yao. Matunda yanaonekana kwa matendo. Moja ya tunda la Roho Mtakatifu ni upendo. Love. Upendo ni moja ya tunda la Roho Mtakatifu. Na nikwambia kitu, it is very easy kuwavuta watu kwa Kristo kwa matunda. Never tolerate them by your gift. Tolerate them by your love. Upendo. Matendo ya huruma. Jirani kapata shida, wewe tu uko hapana. Unakumbuka wale jamaa wamemkuta mtu amepigwa, amevamiwa na majambazi, amepigwa, amenyang'anywa nguo, wakamwangalia sema hapana, si mimi naenda kwenye ibada. Ibada ni muhimu, lakini ibada kubwa ni ile ya kuonyesha upendo pale. Show them love. Nimegundua kuna kitu ambacho kinatusaidia kuleta watu kwa Kristo kama matendo ya upendo. Anza kuanzia leo. Anza. Na nimegundua anytime unapoanza kutoa upendo wako kwa watu, matendo ya upendo kwa watu, utarudi tena kwenye ile level. Utashuka kwenye ile level tena. Unaanza kwenda juu. Uwezi ukawalisha watu na mwisho wa siku wewe ukawa ombaomba. Uwezi ukawapatia watu nguo wavae afu na ukakosa nguo ya kuvaa. Mimi nimetumia hili kanuni na nimegundua inafanya kazi. Kila mara nikitaka kupata suti mpya, nitatoa zile nilizo nazo. Sawa? Nikitaka kupata suti nzuri, nitanunua suti mpya kwa ajili ya mtu. Once I do that, itakayo kuja na kuja kwa haraka mno. Naweza nisipewe, lakini namna nitakavyonunua inakuwa very mysterious. Yesu anasema, lolote mtakalo watu wafanyeni wao. Unataka watu waje kanisani hapa? Kila mmoja anza kuwa na matendo ya upendo. Jirani yako, rafiki yako, mtu ambaye umesoma naye, show them love. Waonyeshe kuwapenda. Waonyeshe baraka za Mungu zilivyo juu ya maisha yako. Na unapofanya haya, namuona Mungu akikubariki katika jina la Yesu Kristo. Haya matendo ya upendo yanaweza kwa namna ya familia au group. Vijana 5 mnaandaa kwenda kuona watu fulani. Mnanunulia vitu fulani vya chakula, wapelekeni. Then wakaribisheni kanisani. Na unaweza kuwapatia, usiwaambie kwanza karibu kanisani, wapatie then wapatie baadaye, waambie jamani, naomba mniongoze kanisani leo na shukrani. Akija kanisani, waambie hapa ndipo palipobadilisha maisha yangu. Wataanza kukaa. Wataanza kutulia na kuombea kuanzia leo. Hautakosa mtu kukufuata kanisani. Hautakosa mtu kukufuata kanisani. Katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Sema Baba, katika jina la Yesu. Neema ya kuzaa matunda. Neema ya kuzaa matunda kwenye ufalme ninaipokea leo katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Sitawapuuzia watu. Sitawapotezea watu uliowaumba kwa sura na mfano wako. Kuanzia leo nipatie shauku ya kupenda watu kuokoka, ya kutaka watu waokolewe katika jina la Yesu. Tanzania ikaokolewe, Moshi ikaokolewe, Kibololoni ikaokolewe. Sema kwa jina la Yesu, achilia neema na achilia uwezo wa watu kuokoka mahali hapa siku ya leo
katika jina la Yesu. Inua sauti yako, anza kuomba. Rabasata bayadia kayanda baraba ketaraba satayaba kashateri marababa shapatenda baradi. Achilia neema Bwana. Inua sauti yako, anza kuomba. Teraba satayaba shata paradi sheteketea shanda madabaya repeketeria. Lift up your voice and pray. 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 Sema, Baba, kwa jina la Yesu, sitanyamaza. Sitanyamaza mpaka mapenzi yako yametimia kwenye madhabahu hii. Sitanyamaza mpaka ndoto za mtumishi wako zimekuwa halisi kwenye kanisa hili. Sitanyamaza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Lift up your voice and pray. Sakataba rako sokata rika paraba randos kotoria ikataparada shanto bradia marandos kapaba shapakatora baraba rikatora baraba makatoziaba rakwate katoza asika prakatoa rakwatosadia randos kotoria rapa katabaya rakwatakatoa shapakatoria rapa kwa sadia rakwatapayada shapakataba ikatakatoa shakatokata rakwatakata wakwakata etepayaba shetetalaria kandabayare repakataya shatatande reketokata shatatandia reketoria. Baba, anza kuomba neno hili likawe mwili kwangu. Neno hili lifanyike mwili kwangu. Neno hili likafanyike mwili kwangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inua sauti yako, anza kuomba. Rakatakato barandaskato mandorskato mayokotosia makatakato shapakatakata rakwatakata ikotokotoa shitapakatoa ikotopradia zeteteteria etatayaba reketekata shatatane. Anza kuombelo neno. Anza kuombelo neno kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Setayaba rekatendia zagabaradia shatapaladi reketenaba shayata reketeria. Sante Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Ufunuo sura 14 mstari wa 15 mpaka 16. Kama tunaweza tukasoma kwenye skrini kwa pamoja tafadhali. Kitabu cha Ufunuo sura 14 na ule mstari wa 15 mpaka mstari wa 16. Tusome kwa pamoja, 1 2 twende. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliye ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja, kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Mstari wa 16, na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, na nchi ikavunwa. Sema na moshi ikavunwa, na Tanzania
ikavunwa. Now, hao malaika ambao tunaona hapa ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema na kwa malaika wa kanisa la Efeso andika, those angels were men, but men have graduated into the realms of angels. Bwana Yesu asifiwe. Wanaambiana, anasema kwamba kwa nini usivune? Anasema wametoka kwenye kana, wakasema kwa nini usivune? Anasema tupa mundu wako, vuna. Sema Baba, kwa jina la Yesu nataka tukaombe kwa ajili ya neema ya kuhamasishana kanisani. Kwamba uhitaji mpaka mchungaji aulize umekuja na watu wangapi leo. No, jirani yako akuulize umekuja na watu wangapi dada. Neema ya kuhamasishana. Neema ya kuhamasishana. Hii kazi haitoshi, haifai kufanyika kwa mtu mmoja. Inahitaji kundi. Inahitaji watu. Sema Baba, achilia juu yetu neema ya kuhamasishana kwa ajili ya kuvuna nafsi, kwa ajili ya kuleta watu kwa Kristo. Sema Baba, kwa jina la Yesu tunapohamasishana tunaomba Bwana, Moshi ikavunwe, Tanzania ikavunwe kwa jina la Yesu. Tanzania ikavunwe, Kilimanjaro ikavunwe kwa jina la Yesu. Pale ulipoinua sauti yako anza kuomba. Tanzania ikavunwe. Tunapohamasishana sisi kwa sisi, Tanzania ikavunwe. Dodoma, Tanzania ikavunwe. Moshi ikavunwe. Arusha ikavunwe. Dodoma ikavunwe. Dar es Salaam ikavunwe. Tanga ikavunwe. Morogoro ikavunwe. Rakatayaba, Zepeketoria, Kagera ikavunwe. Ruvuma ikavunwe. Njombe ikavunwe. Iringa ikavunwe. Mbeya ikavunwe. Kanabaya, Shetekete, Rabayaba, Shetekete, Rabagaba, Sheteketo, Radiababa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inua tu sauti yako, inua tu sauti yako. Inua tu sauti yako, inua sauti yako. Mwambie Bwana asante kwa neema ya kuhamasishana. Asante Bwana kwa neema ambayo umeiachilia. Tunakushukuru Bwana kwa jioni ya leo. Tunakushukuru Bwana maana umeachilia neema ya kuhamasishana. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Mwokozi wangu. Katika jina la kula Yesu Kristo. Katika jina kula Yesu Kristo. Katika jina kula Yesu Kristo. Bwana uliye waita watakatifu wako wawe tumewachunga lishe kundi lako naona enye hofu kawa mashujaa na wapole polewa kunenawa siwe kunyama nitume nami mi Bwana kama ulivyotumwa habari ya samana dhambi Yesu ubiri wako sana waliopotea wokovu wake
Bwana liyewafilia. Isaya 6:8 anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Isaya akasema, ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Leo tunaondoka hapa tukijua thamani ya nafsi moja. Kuna watu wengi tumewaacha, kuna watu wengi wako kwenye changamoto, hasa kipindi hichi kwa upande wetu wa Kiboroloni. Kuna watu wana maswali mengi, kuna watu wameanza moja leo. Juzi hapa kuna watu waliokuwa wamejenga leo hawana nyumba. Kuna watu ambao wameangukiwa na nyumba, kuna watu wamepoteza watoto. Tuna sababu ya kwenda kuwapelekea habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Kama umewazunguka hao watu, usiwe na kimya. Nenda kaseme nao. Nenda kaseme neno la faraja. Unaweza ukawa una fedha, lakini neno lako kwamba Mungu anakujua, Mungu ana sababu, yupo, anasikia kilio chako, itawainua kuweza kuwainua kutoka pale walipo na kuwapeleka hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ninakusihi unapotoka hapa kafanyie kazi. Asubuhi ya leo, usiku wa leo, ni jirani yako nani? Nenda kafanyie kazi. Nenda kamtie moyo. Nenda kamwambie kwamba lipo tumaini. Mti uliokatwa unaweza ukachipuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila changamoto kubwa inapotokea ni fursa ya kuhubiri. Kila changamoto kubwa ni fursa ya kuhubiri. Kwa twende tukawahubiria habari njema. Amen.